Yasin, karibu sana kwenye Nagaubaga, na tuanze moja kwa moja na swali la mwanzo kwamba je, kweli kumekuwa na ushirikiano baina ya wanaharakati wa Afrika Mashariki? Naam, katika kipindi cha miaka miwili au mitatu iliyopita kumeonekana kuibuka kwa ushirikiano kati ya wanaharakati kutoka nchi za Afrika Mashariki na hususan Kenya, Uganda na Tanzania. Na kwa tathmini yangu ushirikiano huu umesababishwa na ule ushirikiano au ni jawabu kwa ule ushirikiano kati ya dola hizi tatu, yani Kenya, Uganda na Tanzania, ambao viongozi wao wameonekana pia kujaribu kukabili aina yoyote upinzani katika nchi hiyo kwa kufanya ushirikiano. Kwa mfano mwaka uliopita, mwisho wa mwaka uliopita Novemba nafikiri, ule kiongozi wa Uganda Besigye Kizia aliweza kukamatwa nchini Kenya mjini Nairobi na kurudishwa nchini Uganda na kufunguliwa mashtaka ya uhaini, na inasemekana kuwa serikali ya Kenya ilihusikana katika kuwezesha kwa Besigye kukamatwa ijapokuwa ilikataa. Baadaye tukamwona mwanaharakati na mpinzani mkuu wa serikali ya Tanzania Maria Sarungi, ambaye Januari mwaka huu na yeye pia aliwezwa kutekwa nyara na watu wanne ambao wanaaminiwa kuwa walikuwa ni watu wa vyombo vya maafisa wa polisi kutoka Tanzania, ambao walijaribu kumteka nyara japokuwa baadaye walimwacha kutokana na kauli yake kali inayopinga serikali ya Rais Samia Suluhu. Vile vile tukirudi nyuma tena tutapata kuwa wanaharakati Boniface Mwangi Mkenya na Agatha Atuhaire Mganda mwezi wa Juni, hao wawili waliweza kukamatwa nchini Tanzania baada ya kuenda kufuatilia kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu na kujipata katika tabu kule. Naam, lakini kwa nini Yasin, Tanzania imeangaziwa sana na wanaharakati wa Kenya kuliko vile ambavyo wanaangazia mataifa mengine ya Afrika Mashariki? Naweza nikasema kuwa kule kukamatwa kwa Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire ulichochea wanaharakati zaidi katika eneo hili kutaka kujua ni nini haswa kinachoendelea, ukizingatia tuhuma zile ambazo walitoa nzito haswa, yani na kudai kuwa waliteswa walipozuiliwa nchini Tanzania. Ikawa wengi wana aria kutaka kujua ni nini haswa, nazungumzia wanaharakati wa Kenya wakitaka kujua ni nini haswa kinachoendelea nchini Tanzania. Ikakuwa swala la Tanzania ni jambo ambalo Wakenya wanalifuatilia kwa hamu kutaka kujua ni kwa nini mwanaharakati ambaye anaheshimika nchini Kenya Boniface Mwangi aliweza kupitia madhila yote ambayo aliyapitia chini ya polisi wa jeshi la polisi la Tanzania. Wengine wanasema Yasin kwamba wanaharakati wa Kenya wamekwenda mbali mno kwenye harakati wao dhidi ya Tanzania. Unasema je kuhusu hili? Ule ushirikiano ambao tayari ulikuwa ushabuniwa tayari baada ya hivyo visa ambavyo nimevieleza awali, ukafanya kutaka kufuatilia yanayojiri wakati wa uchaguzi nchini Tanzania. Ikawa kila mtu anafuatilia hapa nchini Kenya, haswa baada ya vurugu kutokea na kukuzimwa kwa mitandao. Kwa hiyo vurugu zikiendelea nchini Tanzania, wanaharakati hao waliweza kujipanga kuweza kukutana, kufanya misururu ya mikutano mjini Nairobi, kuelezea dunia iliyokuwa yakijiri Tanzania, haswa ikizingatiwa kuwa vyombo vya habari nchini Tanzania havikuwa na sauti ya kuweza kuelezea aliyokuwa yakijiri, na pia vile vile yani mitandao internet ilikuwa imezimwa nchini Tanzania. So wanaharakati wakaona wa nchini Kenya wakaona wana wajibu, yani kama majirani wanavyosema huku, kuelezea dunia yanayojiri nchini Tanzania. Sasa kipi kilipatikana kwa harakati hizo za Wakenya kipindi hiki? Wengine manake wanasema kwamba ilikuwa ni zogo tu ambalo halikuwa na faida yote ile zaidi ya mateso na mitafaruku diplomasia baina ya mataifa haya mawili.
Naam, katika misururu ya mikutano hii iliibuka kuwa wanaharakati wa Kenya na Tanzania waliweza kushirikiana kutaka kunakili haswa yaliyokuwa yakijiri nchini Tanzania, kuanzisha, nafikiri kuna, ukiangalia mitandaoni kuna kama petition au lalamiko kama 3 hivi ambao wamekuwa wakielezea na kusema sababu gani serikali ya Tanzania inawajibika kwa mauaji ambayo yalikuwa yakiendelea nchi hiyo baada ya wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo kumekuwa na huo ushirikiano, na Wakenya ni watu ambao wamekuwa na uzoefu kwa kipindi kirefu, na pia hapa nchini Kenya pia imepatia hifadhi wanaharakati ambao katika kipindi hichi cha vurugu nchini Tanzania waliweza kuvuka na kuja kutafuta usalama nchini Kenya. Wewe umefuatilia pa kutosha kuhusu waharakati wa Kenya na pia migogoro ambayo inahusu Afrika Mashariki. Unadhani kwamba waharakati wa Kenya walikuwa na hisia gani hasa kipindi hiki ambacho haya yanatokea? Hisia wanaharakati wa Kenya ulikuwa ni kuwa wale influencers ama watu wenye usemi zaidi nchini Tanzania, kama ni wasanii, wanamuziki, watu wanaofahamika, wenye wanaofuatiliwa na watu wengi haswa katika mitandao, walihisi kuwa wamenyamaza zaidi. Unaona, Wakenya wakaona wamewajibika, hasa wanaharakati na influencers wale wa Kenya wakaona wamewajibika kuweza kuzungumzia kinachoendelea. Si ajabu pia kuna huyu mwanamuziki anayeitwa mashuhuri Bien, huyu wa Sauti Sol, ambaye hivi juzi tu ametoa muziki kukashifu mauaji ya nchini Tanzania. Ni mtu ambaye amefanya ushirikiano wa kimuziki katika hiyo tasnia kama Diamond Platinum, ambao wengi hapa Kenya walihisi kuwa ingekuwa ametoa sauti yake Diamond, ingekuwa uzuri, yani kuelezea ama kujaribu kuleta ile hali ya utulivu katika nchi hiyo, kwa sababu ni mtu ambaye ana ushawishi. Mwisho kabisa, Yasin, kuna hii hoja kwamba wageni kama tulivyosema wameshiriki kwenye machafuko ya Tanzania. Kwa namna gani unadhani kwamba Wakenya ndio wageni ambao wanatajwa kwenye kauli hii? Itakuwa vigumu sana kutoa ushahidi kuwa Wakenya walihusikana katika maandamano hayo. Msimamo huo wanaharakati wa Kenya wanaona ni kama kupuuza uwezo wa wanaharakati na vijana wa Tanzania kudai haki yao. Naam, mpenzi msikilizaji, ni Yasin Juma, mwandishi wa habari mkongwe, mwandishi wa habari za kiuchunguzi katika ukanda wa Afrika Mashariki, mwenye makazi yake nchini Kenya, akizungumza nami hapa kwenye Nayobaga. Na kushukuru sana Yasin kuungana nami, na pia nawe msikilizaji, kwa heri hadi mara nyingine.